Kwa essence ya hizi ofisi hapo juu naye alitoa wengine ni nini? Ni kuhakikisha waamini au tunavyozoea kusema Wakristo wanaimarishwa kumfanania Kristo. Kwa mchungaji makini, ngoja nianze na wachungaji nitakuja kwa waamini. Mchungaji makini anatakiwa afikiri sawasawa namna hii: kwa hiki ninachowalisha Januari mpaka Disemba, hawa watu wanakuwa kumfanania nani? Ta msingi sana. Lakini pia mwamini anatakiwa kujiuliza pia, kwa muda ambao mimi najifunza haya, nafanania kitu gani? Namfanania Kristo au kitu gani? Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa nini? Target tumeshajua ni is Christ likeness. Christ likeness ni nini? Katika asili, mwamini ana asili ya Kristo 100%. Identity ni ya Kristo. Katika mwenendo anakuwa. Kwa lazima ujue kutofautisha kazi kamilifu ya Yesu Kristo na kazi endelevu. Kwa mfano, kusamehewa dhambi ni kazi kamilifu, inaitwa finished work. You did not do anything kusamehewa dhambi, uliamini tu kazi yake. Kufanyika mwana wa Mungu ni kwa imani, kwa maana wote waliompokea aliowapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake. Kufanyika raia wa mbinguni ni kwa imani tu. Swala la msingi sasa, kazi endelevu ni nini? Ni kuyatoa yale yaliyowekwa ndani yetu kwa imani na kuwa na effect kwenye maisha yetu. Hiyo ni kazi ambayo Mungu anatenda ndani yetu kwa Roho wake hata sasa. Kwa hiyo hatuombi ili tuokoke, tunaomba ili tukue katika wokovu. Kwa tunaomba kwa ajili ya ukuaji wetu, kwa ajili ya mwenendo wetu, kwa sababu ukuaji wetu ni kazi kamilifu. Lazima tuwe na hizi tofauti katika mtazamo wetu wa kila siku.